نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن خير كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحب في الله، أوصيكم ونفسي إياي بالتقوى الله، فلقد فاز المتقون. Baada kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salam Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu katika imani, ikiwa tuko katika mwezi wa Muharram, mwezi mtukufu Allah subhanahu wa ta'ala, kama Allah subhanahu wa ta'ala wasema, inna iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Allah aliposema hakika idadi ya miezi mbele Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu cha Allah ni miezi 12, siku ambayo aliumba mbingu na ardhi Allah subhanahu wa ta'ala. Ndani yake katika hii miezi 12 kuna miezi 4 ambayo ni mitukufu. Ikazungumziwa hii katika mufassirin, ahadith zilizokuja, hadithu sahihi zilizokuja kubainisha hii miezi mitukufu ni miezi gani. Zikaja hadith kadha wa kadha zikabainisha hii miezi mitukufu ni miezi ipi, ikiwemo miongoni mwa hii miezi mitukufu ni mwezi wa Allah wa Muharram, ikiwa huu ni miongoni mwa miezi mitukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala ambao ni mwaka mpya wa Kiislamu. Waqad bayyana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, hakika mebainisha mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam biqaulihi as-sanatu 12 shahran, kabainisha mtume wa Allah ya kwamba mwaka uko na miezi 12, minha 4 hurum, ndani ya hiyo miezi 12 kuna miezi 4 ambayo ni mitukufu. 3 mutawaliyatun, miezi mitatu ni yenye kufuatana ambao ni Dhulqa'da wa Dhulhijja wal Muharram wa Rajab Mudhar alladhi baina Jumada wa Sha'ban. Hii ndio miezi ambayo ni mitukufu, mwezi wa Dhulqa'da na mwezi wa Dhulhijja na mwezi wa Muharram na mwezi wa Rajab. Hii ni miezi mitukufu. Ikiwa sasa hivi tuko ndani ya mwezi wa Muharram, mwezi ambao una utukufu wa hali ya juu. Wal hikmatu fi tasmiyati al-Muharram shahrullahi min shuhurin, yani na hikma ya kuitwa kwamba mwezi wa Muharram ni shahrullah, yani mwezi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mwezi wa Muharram kwamba ni mwezi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa shuhuru kulluha lillah, na miezi yote ni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni hikma gani Allah subhanahu wa ta'ala akazungumza haya ya kwamba mwezi wa Muharram ni mwezi wa Allah subhanahu wa ta'ala? Qala al-Hafidh bin Rajab rahimahullah, Hafidh bin Rajab rahimahullah sema, وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم محرم شهر الله, na hakika ametaja mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam kwamba mwezi wa Muharram ni mwezi wa Allah. Wa idafatuhu ila Allah azza wa jalla, na ukaegemezwa mwezi huu kwamba ni mwezi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tadullu ala sharafihi, inajulisha juu ya utukufu wake, wa fadlihi, na ubora wake. Fa inna Allah ta'ala, hakika Allah subhanahu wa ta'ala, la yudhifu ilayhi illa khawasa makhluqatihi, kika Allah subhanahu wa ta'ala hakuegemeza mwezi huu kwamba ni mwezi wake Allah subhanahu wa ta'ala illa khawasa makhluqatihi, isipokuwa mwezi huu ameuhusisha kwa viumbe wake.
juu ya kufanya amali zilizo nzuri ambazo amali zinampendeza Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Imam Qurtubi rahimahullah, Imam Qurtubi rahimahullah asema khassa Allah ta'ala al-arba'atu al-ashhur, amekhusisha Allah subhanahu wa ta'ala miezi minne mitukufu bidhikri, kwa kule kuitaja, wanaha 'anid dhulmi fiha, na akakataza Allah subhanahu wa ta'ala watu kufanya dhulma, bimaana watu kufanya maasi ndani yake, na pia vile vile kupigana vita vya jihad ndani yake, pia vile vile ikawa ni hikma yake. Fiha tashrifan laha, ndani yake kwa kuupa utukufu mwezi kama huu. Wa in kana manhiyan anhu fi kulli zaman, hata kama wakati wowote nakatazwa mtu kufanya maasi, kufanya uovu aina yote, lakini ni zaidi ndani ya huu mwezi wa Muharram watu kujiepusha na kila sampuli za shari za maasi na kila madhambi, kila sampuli za madhambi. Kwa hiyo huu ni mwezi ambao una utukufu wa hali ya juu, mwezi kama huu. Qala al-Hasan al-Basri rahimahullah, Hasan al-Basri rahimahullah asema inna Allah ta'ala, hakika Allah subhanahu wa ta'ala iftataha sana, amefungua mwaka huu bishahri al-haram, kwa mwezi ambao ni mtukufu, wa khatamaha bishahri al-haram, na akahitimisha huu mwaka kwa mwezi ambao ni mtukufu, ay dhilhijja, ambao ni mwezi wa dhilhijja. Falaysa shahrun fi sanatin ba'da shahri ramadan a'zamu 'inda Allah min al-muharram, hapana mwezi ambao una utukufu, yani shahru sanati ba'da shahri ramadan a'zamu 'inda Allah min al-muharram, yani hakuna mwezi ambao una ubora na utukufu baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani isipokuwa unaingia mwezi wa Muharram. Mwezi wa Muharram ni mwezi ambao una utukufu mkubwa. Huu mwezi ni mwezi ambao una utukufu mkubwa, mwezi ambao Allah subhanahu wa ta'ala amehusisha mwezi huu kwamba una fadhila ambao ni fadhila kubwa kabisa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Abi Hurairah radhiyallahu anhu asema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam asema afdalu siyam ba'da Ramadan, bora zaidi ya funga baada ya funga ya mwezi wa Ramadhani shahrullah al-Muharram, ni funga ya mwezi wa Allah ya Muharram. Huu mwezi wa Muharram mwenye kujitahidi katika kushikamana na funga, basi funga hii inapendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa afdalus salati ba'da al-fariida salatul layli, na bora zaidi ya swala baada ya swala ya faradhi ni swala ya usiku. Ibada ya swala ya usiku unayotekeleza ina ubora mkubwa baada ya swala ya faradhi. Kwa ndugu zangu katika imani, hadithi nyingi zimebainisha ya utukufu huu mwezi wa Muharram, kwamba ni mwezi wa Allah, mwezi ambao una utukufu, na ni haramu ndani yake kufanya madhambi, kujiweka mbali, pamoja na kuwa miezi yote haifai mtu kujinasibisha na madhambi, lakini ndani ya mwezi wa Muharram ni ziadatan, imezidi katika hiyo kwamba mtu ajinasibishe na kufanya amali zilizo nzuri ambazo zinampendeza Allah subhanahu wa ta'ala. Qala an-Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi yasema fihi tasrihun bi annahu afdalu shuhur, ndani yake kuna kusifika mwezi huu kwamba ni mwezi ambao ni mtukufu, lisomi baada Ramadhan, yani funga yake ni bora zaidi baada ya funga mwezi wa Ramadhan. Una utukufu mwezi huu baada ya funga mwezi wa Ramadhani, funga ambayo inakuwa na ubora zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni funga ya mwezi wa Muharram. Kisha ndani ya huu mwezi wa Muharram kuna siku ya Ashura, kuna siku ambayo ni siku ya Ashura. Ilivyokuja katika sahihi mbili ani Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ilivyokuja katika sahihi Muslim na sahihi Bukhari katika hadithi Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakika Mtume sallallahu qadima al-Madina, Mtume sallallahu alienda zake Madina, fawajada al-yahuda siyaman yawman Ashura, alipofika Madina akawapata Mayahudi wamefunga siku ya Ashura. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akasema Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam kuwaambia hao Mayahudi, ma hadha al-yawm alladhi tasumunahu,
ni siku gani hii ambayo mumeifunga nyinyi Mayahudi? Ni siku gani hii ambayo mumeifunga nyinyi Mayahudi? Faqalu hadha yawmun adhimun, wakasema hawa Mayahudi kumwambia mtume, hii ni siku kubwa. Wakasema hii siku kubwa. Anjallahu fihi Musa alayhi salam, alimuokoa Allah subhanahu wa ta'ala Musa alayhi salam wa qaumahu, na watu wake, wa gharaqa fir'auna wa qaumahu, na akawaangamiza Fir'aun na watu wake, akawaharikisha kabisa. Fasamahu Musa shukran, akafunga nabii Allah Musa alayhi salam kwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Fanahnu nasumuhu, Mayahudi wakamwambia mtume, na sisi tunafunga. Faqala Rasulullah sallallahu, mtume akawaambia Mayahudi kuambia, fanahnu ahqqu wa aula bi Musa minkum, sisi waislamu tuna haki zaidi na ni aula zaidi sisi kwa Musa kuliko ni nyinyi Mayahudi, kuliko ni nyinyi makafiri. Faswamahu Rasulullah sallallahu wa amara bisiyamihi, akafunga mtume sallallahu alaihi wasallam na akaamrisha ifungwe funga hii, akaamrisha ifungwe funga hii. Kwa hiyo kwa kutukuza ndani ya siku hii, mtume alipoenda Madina akaenda kuwapata Mayahudi makafiri wamefunga. Mtume akawaambia, sisi tuna haki zaidi na ni aula zaidi sisi kwa Musa kuliko ni hata kwenu nyinyi makafiri, kuliko ni kwenu nyinyi makafiri. Akafunga mtume salama na akawaamrisha maswahaba wafunge, akawaamrisha maswahaba wafunge. Fa fi sahihi Muslim, katika hadithi iliyoko sahihi Muslim, ana Abi Qatada anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dukana Abi Qatada radhiyallahu anhu juu yake asema, siyamu yawm Ashura, funga ya siku ya Ashura, ahtasibu ala Allah an yukaffira sanatu allati qabla, funga ya siku ya Ashura natarajia kwa Allah subhanahu wa ta'ala kusamehewa kusamehewa yani madhambi ya mwaka ambao uko kabla yake. Bi maana ikikusudia tulikuwa tuko mwaka wa 1447 Hijria, na ndani ya siku hiyo tulifunga siku ya Arafa, ambayo kafara yake mtu anasamehewa madhambi ya miaka miwili. Bi maana anasamehewa madhambi ya mwaka uliopita na mwaka unaokuja. Sasa hivi tushaingia ndani ya mwaka mpya kisa ambao ni mwezi wa Muharram. Sasa hivi tumeingia ndani ya mwaka mpya wa Kiislamu mwezi wa Muharram. Sasa hivi tunasamehewa madhambi ya huu mwaka ambao tumeupita. Huu mwaka ambao tumeupita, sasa tulikuwa ndani ya mwaka huo, sasa tunasamehewa madhambi yake. Huu mwaka ambao tumemaliza huu mwaka wa 1447 Hijria tumemaliza, sasa hivi tumeingia mwaka 1448 Hijria. Tunasamehewa madhambi ya huu mwaka. Bi maana Muislamu anapojifungamanisha na amali nzuri na haya masiku ambayo yamekuja kwetu sisi kuwekewa kwamba ni ofa kwetu sisi ya kusamehewa madhambi yetu, basi ikiwemo miongoni mwa ofa zilizoko ni siku ya Ashura. Hii siku ya Ashura ambao ni huu mwaka ambao tumeumaliza huu, tunasamehewa madhambi ya mwaka huo. Bi maana kwa mwaka mzima tunasamehewa madhambi ya miaka mitatu. Miaka mitatu tunasamehewa ndani yake, ndani ya mwaka mzima. Kwa hiyo kuna kheri kubwa kwa mja wa Allah ambaye anajinasibisha na kujifungamanisha na hizi ibada tukufu kwa misimu hii ya kheri, kushikamana nayo, ana fadhila kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim tasliman katira, amma ba'd. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن صيام يوم عاشوراء. aliulizwa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma kuhusu funga ya siku ya Ashura. Faqal, akasema Ibn Abbas radhiyallahu anhu, ma alimtu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam sawama yawman yatlubu fadlahu ala al-ayyam, yani sijui mimi kwamba kwa Allah mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba kuna siku ambayo aliifunga mtume wa Allah akitaka ubora ndani yake, akitafuta ule ubora wa ndani ya siku hiyo aliyoifunga, ala al-ayyam, katika masiku, illa hadha al-yawm,
isipokuwa hii siku ambayo ni hii siku ya Ashura. Mimi sijui kwamba kuna mtume salama kuna siku ambayo aliifunga akitaka mtume Allah fadhila na ubora wa siku hiyo aliyofunga, akitaka fadhila hiyo isipokuwa ni siku hii, akikusudia siku ya Ashura. Wala shahran illa hadha shahr, na wala mwezi isipokuwa mwezi huu, akikusudia mwezi mtukufu wa Ramadhan. Yani Ramadhan akikusudia nini? Mwezi mtukufu wa Ramadhan katika miezi, na siku akikusudia ambayo ina ubora, akikusudia ambayo hakufunga, anatarajia fadhila, anatafuta fadhila ndani ya siku hiyo isipokuwa ni siku ya Ashura. Hadithu ma rawa Imam Muslim. Waqad azama an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, hakika aliazimia siku moja mtume Allah sallallahu alayhi wasallam, aliazimia mtume sallallahu alayhi wasallam fi akhir umrihi, katika mwisho wa umri wake mtume Allah, alla yasumahu mufrada bal yadhummu ilayhi yawman akhar mukhalifan bidhalika ahli alkitab. Aliazimia mtume sallallahu mwisho wa umri wake kwamba hatoifunga hii siku ya Ashura peke yake, bali yadhummu ilayhi yawman akhar, bali ataiunganisha hii siku ya Ashura na siku nyingine, mukhalifan bidhalika ahlul kitab, kwa kuwakhalifu ahlul kitab, ambao ahlul kitab hama kafiri walikuwa wakifunga hii siku ya Ashura peke yake, walikuwa wakifunga hii siku ya Ashura peke yake. Katika hadithi ya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma yaqul, asema hina sawama Rasulullah sallallahu yawman Ashura, siku ambayo alifunga mtume sallallahu siku ya Ashura, wa amara bisiyamihi, na akaamrisha hii siku ya Ashura ifungwe. Qalu, wakasema masahaba, ya Rasulullah, ewe mtume Allah, innahu yawman tu'adhimuhu alyahud, hii siku ya Ashura ni siku ambayo wanayadhimisha sana haya mayahudi wan nasara na hawa manasara. Faqala Rasul sallallahu, mtume sallallahu akasema, fa idha kana al-aam al-muqbil insha Allah asumna at-tasi', napo ingiliwa insha Allah nitakapojaliwa mwakani, basi mimi nitaanza kufunga hii taswa, nitaanza taswa kisha nimalize na Ashura. Hivi ndio alivyoazimia mtume sallallahu, hivi ndivyo alivyoazimia mtume sallallahu. Qal falam yati al-muqbil hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu, hakufikiwa tena kuingia mwaka mwingine mtume sallallahu, mtume Allah subhanahu wa ta'ala Allah akamchukua akawa mwenye kufariki. Lakini aliazimia kwamba nikijaliwa mwakani, kiingia mwakani, nitaanza kufunga taswa nimalize na Ashura, kwa kuwakhalifu makafiri, kwa kuwakhalifu makafiri. Kwa hiyo huku kufunga hii siku ya Ashura ni katika sunna hii ya mtume sallallahu, kwa alivyoshikamana na funga hii kwa kuwakhalifu wa Mayahudi. Mtume sallallahu alikuja kaazimia kwamba jaliwa mwakani biidhnillah nitaanza kufunga taswa nimalize na Ashura, kwa kuwakhalifu Mayahudi ambao walikuwa wakifunga hii siku ya Ashura peke yake. Na sisi ndugu zangu katika imani, ni aula zaidi mwenye kufunga siku ya Ashura anasamehewa madhambi ya mwaka mzima, anasamehewa madhambi ya mwaka mzima. Hizi ni katika ofa ambazo zimetujilia sisi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, ili tuweze kuzifidia fadhila hizi, zisitupite fadhila hizi za kufunga siku kama hii. Na wanazuoni wakasema kwamba kwa kule kufunga kwa khalifu wa makafiri, kwa kufuata sunna ya Mtume sallallahu alipoazimia kwamba kijaliwa mwakani nitaanza kufunga taswa nimalize na Ashura, na hakufikiwa akawa ni mwenye kufariki mtume Allah sallallahu. Kwetu sisi ni sunna tuanze kufunga pia taswa tumalize na Ashura, au tufunge Ashura tumalize na ile siku ya tarehe 11 tumalize na hiyo. Kwa hiyo itakuwa ni bora zaidi mtu kushikamana hii ya kwanza, hii ambayo ni taswa. Aula zaidi ni kushikamana hii ya kwanza aliyoazimia mtume sallallahu kwamba nikijaliwa mwakani biidhnillah basi nitaanza taswa nimalize na Ashura. Hii ndio aliazimia mtume sallallahu. Lakini ikiwa kwa dharura za kisheria ambazo zisizoepukika mtu ikampita hii, ambapo siku ya taswa itakuwa siku ya Jumatano na siku ya Ashura itakuwa siku ya Alhamisi, siku ya Jumatano ndio itakuwa siku ya taswa,
na siku ya Ashura itakuwa ni siku ya Alhamisi. Uzao katika imani, hizi ni katika ofa ambazo zimetujilia sisi tushikamane nazo kwa malengo ya sisi ibtighaa ridwanillahi azza wa jalla, kwa kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa biidhnillah, uzao katika imani, khairi kama hizi zinazotujilia mara kwa mara ni juu yetu tushikamane nazo, ili tuwe na malengo ya sisi kwamba tunamwelekea Allah subhanahu wa ta'ala kwa malengo ya kusafishiwa madhambi yetu ambayo tumeyafanya, tunayoyajua na tusiyajua. Haya yote ni madhambi. Tujitahidi sisi tushikamane na funga hii, ni asbabu hizi miongoni mwa asbabu za sisi kusamehewa madhambi yetu. Na pale Mtume sallallahu alayhi wasallam, man sama yawman fi sabilillah ba'ada Allahu lahu wajhahu minan nar, yani yule mwenye kufunga siku moja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala atauweka mbali uso wake na moto wa jahannam. Kwa hiyo hii siku ya Tasua na Ashura zisitupite, tunasamehewa madhambi ya mwaka mzima kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah bi asma'il husna wa sifatihi al-ula an yaj'al min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina 'adhaban nar. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina 'adhaban nar. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina 'adhaban nar. Ibadallah, اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وآخر دعوان أن الحمد لله رب العالمين.